Mtakatifu Mungu uliye hai, Jehova mtenda miujiza, asante kwa heshima kubwa uliyotupa kusogea tena mbele za uso wako. Na asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umemjalia neema ya kuwepo katika ibada hii. Tufunike na nguvu zako na uwepo wako. Saa hii tunapoenda kusikiliza maneno yako, fungua masikio ya ndani ya kila mmoja na umjalie kila mtu kudaka na kuelewa yale ambayo umeyakusudia kwa ajili yake katika ibada ya leo. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kuamini. Amen, amen. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Somo letu lina kichwa kinachosema jinsi ya kubadili hali yako kwa njia ya maombi. Jinsi ya kubadili hali yako kwa njia ya maombi. Na msisitizo mkubwa utakuwa kubadili hali yako kwenye eneo la afya na kwenye eneo la uchumi. Kwa hiyo kwa mwishoni tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa, na tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya uchumi pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nataka tuanze kwa kutazama tafsiri kama 2 au 3 za maana ya neno maombi. Tafsiri ya kwanza ya maombi: maombi ni nguvu ya mabadilishano kati ya mtu na Mungu. Maombi ni nguvu ya mabadilishano kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo tunapoomba, kuna vitu tunakabidhi kwa Mungu na kuna vitu tunapokea kutoka kwa Mungu. Na mara nyingi tunapoenda mbele za Mungu kuomba, tunamweleza Mungu mahitaji yetu, changamoto zetu na mapito yetu, na Mungu anaachilia jibu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mchakato wa maombi unahusisha kukabidhi mahitaji yetu na kupokea mema kutoka kwa Mungu. Kanisa, maombi hayawezi kuwa maombi kama hayajahusisha kukabidhi vitu kwa Mungu na kupokea kutoka kwa Mungu. So ili maombi yaweze kukamilika, lazima pawepo na kitu unachomkabidhi Bwana, unachomweleza Bwana. Kuna mtu anaweza kaingia kwenye maombi, unaona muda wote analia tu na anaishia tu kulia namna hiyo, na hakuna kitu amemweleza Mungu. Mungu anataka asikie mahitaji yako ili aone kitu cha kujibu kwenye maombi yako. Bwana asifiwe. Angalia kitabu kile cha Petro wa kwanza, ile sura ya 5. Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7. Kitabu cha kwanza cha Petro, ile sura ya kwanza. Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7, Biblia inasema, huku tukimtwika yeye fadhaa zetu zote, kwa maana yeye hujishughulisha na mambo yetu. Huku tukimtwika yeye fadhaa zetu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Bwana asifiwe. Amina. Biblia inasema tukimtwika yeye fadhaa zetu. Kanisa, Biblia inapozungumza juu ya fadhaa, anazungumza juu ya kila kitu kinachokufanya ufadhaike, ukose amani, usononeke. Fadhaa kwako yanaweza yakawa ni magonjwa, yanaweza yakawa ni madeni, unaweza kawa na umaskini, yanaweza kawa ni mapito magumu yaliyokufikisha mahali ndani yako unasikia kusononeka, ndani yako unasikia kuhuzunika. Na kufuatana na maandiko nimekusomea, haturuhusiwi kubeba fadhaa za maisha, kwa sababu kuna mtu alienda msalabani, alibeba fadhaa zetu, alibeba magonjwa yetu, alibeba laana zetu, alibeba mateso yetu, ili mimi na wewe tuweze kufurahia mema yake, tufurahie baraka zake, tufurahie matunda ya kazi ya msalaba. Kwa hiyo unachohitaji kufanya ni kwenda kwenye madhabahu ya maombi na kumkabidhi Mungu teso lako, ili uweze kupokea kile ambacho msalaba umefanya kwa ajili yako. Kanisa, Bwana asifiwe.
Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo maombi ni kwenda mbele za Mungu na kumkabidhi Bwana teso lako na maumivu yako na mapito yako, ili uweze kufurahia yale mema ambayo msalaba umefanya kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, maombi ni madhabahu inayogeuza vitu katika maisha yetu. Maombi ni madhabahu inayogeuza vitu katika maisha yetu. Kanisa, hakuna kitu kinachoweza kikageuka chenyewe kwenye maisha. Kila mabadiliko unayoyaona yamefanywa na watu ili yatokee, na kuna maeneo hauwezi ukabadilisha, ni mpaka nguvu ya kiroho imeingilia kati. Na ili uweze kuruhusu nguvu ya kiroho kuingilia kati, lazima ujue namna ya kwenda kwenye madhabahu ya maombi, ili kumwita Mungu awezaye kubadilisha yale ambayo kanuni za kawaida za wanadamu zimeshindwa kubadilisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na tuna watu wengi sana leo ambao wanapita kwenye mapito magumu. Wamejaribu kutafuta njia za kutoka, na akili zao zimegoma, uwezo wao umegoma, connection imegoma. Lakini tunaye Mungu, kama tunaweza tukaomba kwa imani, anaweza kageuza teso lako na likawa baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Angalia kile kitabu cha Luka. Luka sura ya 9 na mstari wa 29. Luka 9 mstari wa 29. Luka sura ya 9 mstari wa 29, Biblia inasema, ikawa katika kusali kwake sura yake na uso wake ukageuka, na mavazi yake yakawa meupe ya kimetameta, na mavazi yake yakawa meupe ya kimetameta. Nataka usikilize hili neno. Anasema ikawa katika kusali kwake, hajasema ikawa katika kusali kwao. Kwa hiyo aliyesali hapa ni Yesu. Bwana asifiwe. Wengine hawaelewi habari hii. Ni Yesu alienda mlimani kuomba, na alienda na wanafunzi wake watatu. Alienda na Petro, alienda na Yakobo, alienda na Andrea. Na walipofika kwenye mlima wa maombi, akiwa pale juu, wanafunzi wake walikuwa wamekaa kimya. Biblia inasema ikawa katika kuomba kwake. Maana yake aliyeomba ni Yesu peke yake. Wanafunzi wake walinyamaza kimya. Yesu alipoingia kuomba, akiwa katikati ya maombi, wingu likafunika mahali pale, na utukufu wa Mungu ukafunika mahali pale. Biblia inasema ule utukufu uliofunika mahali pale ulimbadilisha Yesu, na mavazi yake yakaanza kumetameta. Kitu gani nataka uone? Wingu lililoshuka mahali pale, kila mmoja aliona wingu limefunika mahali hapa, lakini wingu lililoshuka mahali pale halikumbadilisha kila mtu, lilimbadilisha aliyeomba. Yesu aliyeomba, utukufu wa Mungu ulioshuka kwa sababu ya maombi yake ulimbadilisha yeye na ukabadilisha na mavazi yake. Bwana asifiwe. Kanisa, tunaweza tukafunikwa na utukufu mkubwa kwenye maombi, lakini utukufu uliofunika ibada hautagusa teso lako, hautagusa afya yako, hautagusa maisha yako. Wingu linaposhuka litagusa maisha ya aombaye. Biblia inasema katika kuomba kwake. Maana yake alipokuwa naomba yeye, lile wingu liliposhuka likambadilisha yeye. Bwana asifiwe. Unisikilize mtu wa Mungu, wakiweko watu wenye kuomba, anakuweko Mungu wa kujibu maombi yao. Kama atakuweko mwanamke asubuhi ya leo atakayeomba kwa mzigo, haijalishi umekana teso lako kwa muda gani, wingu ambalo limetufunika litabadilisha maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema litabadilisha maisha yako kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amina, amina. Haleluya, haleluya. Nataka tuingie kwenye kiini cha somo. Na somo letu limekaa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati.
Mambo ya Nyakati sura ya 4. Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Unahitaji kunifuatilia vizuri. Biblia inasema, naye Yabesi alikuwa mwenye hekima kuliko nduguze, na mamaye alimuita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe unganilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana asifiwe. Maana yake ajenda alizoomba Yabesi, Mungu alijibu zote. Sasa unisikilize. Yabesi maana yake ni huzuni. Na mama yake alimuita huyu kijana jina la Yabesi kwa sababu ya kile alichopitia wakati wa kujifungua kwake. Biblia inasema alijifungua katika hali ya huzuni sana. Na maandiko hayatuelezi kwa wazi hiyo huzuni ilisukumwa na kitu gani. Lakini inawezekana wakati wa ujauzito wake, inawezekana ile mimba ilimsumbua sana. Na wakati wa kujifungua kwake, alijifungua katika hali ya uchungu uliopitiliza. Alisikia hali ya huzuni ndani yake kiasi ambacho akasema, we mtoto, kwa ajili ya kumbukumbu utaitwa huzuni. Kwa akamuita jina la huzuni. Au inawezekana ndoa yake ilikuwa na mapito magumu, na kwa sababu ya mapito aliyoyapitia, labda maneno magumu kwa mume wake, akasema, mwanangu, kuanzia leo jina lako utaitwa Yabesi. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Sasa unisikilize vizuri. Yabesi kufuatana haya maandiko, Yabesi sio tu jina. Yabesi ni hali ya huzuni inayotokana na kukwama kimaisha kwenye maeneo mbalimbali. Yabesi ni hali ya huzuni inayotokana na kukwama kimaisha, kukwama kiuchumi, kukwama kwenye ndoa, kukwama kwenye biashara. Na mikwamo inayotokea kwenye maisha inasababishwa na vitu vingi sana. Ukicheki ajenda za maombi za Yabesi, ndio utaelewa Yabesi alikwama kwenye maeneo mangapi kwenye maisha yake. Na kitu kimojawapo kilichomsaidia Yabesi kuvunja mikwamo aliyokutana nayo kwenye maisha ni madhabahu ya maombi. Na hii inatupa kujua ya kwamba mahali popote umekwama kwenye maisha, eneo lolote umezuilika kwenye maisha, mahali pekee unapoweza ukakimbilia na ukaona kupenya tena kimaisha ni kwenye madhabahu ya maombi. Na mimi nataka katika siku ya leo tuangalie ajenda alizoomba Yabesi na jinsi zilivyobadili maisha yake. Tutazipersonalize hizo ajenda, tuzibebe kama za kwetu, na tuende nazo kwenye maombi. Tuombe kwa mzigo kama alivyoomba Yabesi, na tutaona Mungu akijibu maombi yetu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana asifiwe. Kwa tutaangalia ajenda za maombi, alafu zitageuzwa baadaye kuwa ajenda zetu. Ajenda ya kwanza aliyoomba Yabesi. Wanaoandika unaweza ukaandika, omba Mungu akubariki kweli kweli. Omba Mungu akubariki kweli kweli. Ule mstari wa 10 Biblia inasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Ombi la kwanza la Yabesi, alisema lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Na mimi nataka tujue hili jambo.
Yabesi alipokuwa akiomba baraka, alikuwa haombi fedha, alikuwa haombi gari, alikuwa haombi nyumba, kwa sababu baraka za Mungu sio vitu. Baraka ya Mungu ni nguvu ya kiroho iwezeshayo, ni ufadhili wa kiroho, ni mkono wa Mungu uwezeshao kufanikiwa. Kwa Yabesi alipoomba baraka juu ya maisha yake, alichoomba ni Mungu amwezeshe kupata, amwezeshe kupata wateja, amwezeshe kupata matokeo, amwezeshe kufanya vizuri kwenye maisha yake, amwezeshe kufanikiwa. Unisikilize vizuri mtu wa Mungu, hatufanikiwi kwenye maisha kwa juhudi, hatufanikiwi kwenye maisha kwa bidii, tunafanikiwa kwa kuwezeshwa. Ukikaa huko nje utasikia watu wengi sana wanasema, ili ufanikiwe kimaisha, fanya kazi kwa bidii, weka bidii kwenye kazi yako. Ni sawa kabisa, hiyo ni kanuni mojawapo ya mafanikio. Lakini kuna watu wanabidii kwenye kazi zao, wanabidii kwenye biashara, wanabidii kwenye miradi yao, lakini bado hawajaona kufanikiwa. Inamaanisha kuna kanuni zingine unazohitaji kuzihusisha kwenye kazi yako ili uweze kuona unafanikiwa, ili uweze kuona unavuka. Yabesi alikuwa na bidii kwenye kazi yake, alikuwa na bidii kwenye miradi yake, lakini hakuona kufanikiwa. Alipoamua kwenda mbele za Bwana, akasema, Bwana ungenibarikia kweli kweli. Na Mungu alipoketisha baraka juu yake, ile baraka ilianza kutofautisha maisha yake. Watu wa Mungu mnisikilize, moja kati ya sababu inaofanya watu wasuilike, wasifanikiwe kimaisha, ni kwa sababu ya kukosekanika kwa baraka wa Bwana juu ya maisha yao. Ili uweze kuona unafanikiwa, ili uweze kuona unavuka kimaisha, unahitaji baraka juu ya maisha yako. Baraka ya Mungu ikikaa juu yako, itatofautisha maisha yako. Mithali 10:22. Mithali 10:22. Biblia inasema, baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi na huzuni nayo. Baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi na huzuni nayo. Unisikilize, Biblia inasema baraka ya Mungu hutajirisha na wala haichangamani na huzuni. Inamaanisha kuna baraka zingine na zenyewe zinatajirisha, lakini zenyewe zimechangamana na huzuni. Kwa kuna watu ni matajiri leo na wana mali leo, na utajiri walionao umeambatana na huzuni fulani, kwa sababu ili wapate utajiri walionao, ilidai awe ndugu yake, aharibu akili za mtu fulani, aharibu ufahamu wa mtu fulani, ili apate hizo mali. Lakini maandiko yanasema baraka ya Bwana hutajirisha na wala haichangamani na huzuni ndani yake. Maana yake baraka ya Mungu sio utajiri, ila baraka ya Mungu ikiwa na wewe inatajirisha. Mstari unataka tujue ya kwamba baraka ya Mungu sio vitu, ila baraka ya Mungu ni nguvu ya kiroho iwezeshayo kupata utajiri. Yenyewe ikikaa juu yako inakuwezesha kufanikiwa. Na mnisikilize vizuri watu wa Mungu, ukisoma kwenye Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo, mahali popote Mungu alimwamini mtu kwa utajiri, Mungu aliweka baraka juu yake. Mungu alipotaka kumtajirisha Ibrahimu, aliachilia baraka juu ya Ibrahimu, na Ibrahimu akawa tajiri sana. Mungu alipotaka kumtajirisha Isaka, aliweka baraka juu ya Isaka, na Isaka akawa tajiri sana. Yakobo alipobarikiwa na Isaka, aliondoka kwa baba yake na fimbo mkononi, akaenda kwa Labani. Aliporudi baada ya miaka kadhaa, alirudi na utajiri wa mifugo, tajiri wa kondoo, tajiri wa wanyama. Kwa nini? Juu yake kulikuwa na baraka. Na unisikilize vizuri,
Yabesi alipoona kuzuilika kwenye maisha yake, akaangalia mfumo unaoinua watu kiuchumi, akaangalia wazee wote wa imani walitajirika kwa baraka, na hiyo ikamsukuma kwenda kwenye madhabahu ya maombi. Maandiko yanasema akamlingana Bwana, akaomba, Bwana ungenibarikia kweli kweli. Na maandiko yanasema Mungu akaweka baraka juu yake. Maana yake Mungu akamwezesha Yabesi kwenda umbali ambao juhudi yake ilishindwa kumsaidia, bidii yake ilishindwa kumsaidia, lakini baraka ya Bwana ilimpeleka umbali huo. Maana yake nini? Baraka ya Bwana ilipokaa juu yake ilimwezesha kutimiza malengo yake, ilimwezesha kutimiza mipango aliyokuwa nayo. Na unisikilize vizuri, watu wa Mungu. Yabesi alipoomba kwa Bwana, hakuomba Mungu abariki vitu vyake, hakuomba abariki kazi yake, hakuomba abariki shamba lake, hakuomba abariki kazi ya mikono yake. Yabesi aliomba Mungu ambariki yeye. Kuna tofauti kubwa sana kati ya Mungu kubariki vitu vyako na Mungu kuweka baraka juu yako. Mungu akibariki shamba lako, ukilima hilo shamba utaona kufanikiwa, utaona kustawi. Lakini mwaka kesho ukikodi shamba lingine na ukilima usipoomba baraka tena, hautaona kufanikiwa, kwa sababu baraka zilikaa kwenye shamba lile pale. Amina. Yabesi hakutaka baraka ikae kwenye vitu vyake, alisema baraka ikae juu yangu. Na Mungu alipoweka baraka juu yake, baraka ilianza kutofautisha maisha yake. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Wangapi wanamuelewa mwalimu? Jamani, haleluya, haleluya. Kanisa, baraka ya Mungu ikikaa juu yako, wewe unakuwa ni kibebeo cha baraka. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Mungu alimbariki Ibrahimu kwa kiwango ambacho yeye Ibrahimu alikuwa baraka. Na ndivyo alivyombariki na Yusufu. Yusufu hakubarikiwa kazi ya mikono yake, ila yeye alibeba baraka. Na chochote alichokuwa anafanya Yusufu kilibarikiwa kwenye maisha yake. Na mimi nakuombea asubuhi ya leo, Mungu aweke baraka juu ya maisha yako. Na kuombea baraka juu ya maisha yako. Wangapi wanapokea hiyo baraka? Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kanisa, baraka ya Mungu inatajirisha. Angalia jambo la pili aliloomba huyu ndugu. Ombi la pili la Yabesi: Baba, panua hozi yangu. Ombi la pili, aliomba Mungu apanue hozi yake. Aliomba Mungu apanue hozi yake. Kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4, alafu mstari ule wa 10, Biblia inasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Ilo ombi la kwanza. Ombi la pili, na kunizidisha hozi yangu. Hebu sema, kunizidisha hozi yangu. Sasa unisikilize vizuri kanisa. Ombi la pili aliomba Yabesi, aliomba Mungu amzidishie hozi yake. Na hozi kibiblia ni neno ambalo limetumika kumaanisha kazi ya mikono yake, biashara yake, miradi yake, chochote ambacho Mungu alimjalia kufanya kwa mikono yake kinaitwa hozi. Kwa na wewe hozi yako ni kile unachofanya. Kama unafanya biashara, biashara ni hozi yako. Kama unalima, kilimo ni hozi yako. Umepewa nafasi ofisini, ofisi hiyo ni hozi yako. Na jambo la msingi na utaka ujue hapa, hozi yako inaweza ikazuiliwa, inaweza ikawekewa mipaka. Usione kupanuka, usione kustawi, usione kufanikiwa. Na jambo linalofanya hozi ya mtu izuilike, yanaweza yakawa ni matamko ya uchawi, unaweza kuwa ni uganga, unaweza kuwa ni ushirikina,
linaweza likawa ni jina. Yabesi alizuiliwa kwenye maisha kwa jina lake, kama ambavyo Abrahamu na Sarai walivyozuilika kwenye maisha yao kwa sababu ya jina lao. Ni mpaka Mungu alipobadili majina yao ndio hali zao zilipobadilika. Na hosi yako ikizuilika, hauwezi kuona unapiga hatua kwenye maisha yako. Utaona ukizuilika kila hatua kwenye maisha yako. Kila unachofanya hautafanikiwa. Kila unachofanya kitaona mkwamo, utaona kuzuiliwa. Na ili uweze kupenya kwenye hilo eneo, unahitaji kufunga safari ya kwenda kwenye madhabahu ya maombi ili uweze kupenya kwenye hilo eneo. Yabesi alizuiliwa kwenye maisha yake, na kati ya kitu kilichomsaidia kupenya ni maombi ya msigo. Yabesi alipoomba kwa Mungu, Baba, ungenipanulia hosi yangu, Mungu akavunja vikwazo na akaipanua hosi yake. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa nisikilize vizuri. Kwa hiyo hosi yako inaweza ikafunguka kwa maombi peke yake. Na hii inamaanisha ya kwamba ukiona mtu amezuiliwa kwenye maisha, amezuilika kiuchumi, amezuilika kibiashara, ni ishara kwamba huyo mtu hana muda wa kuomba kwa ajili ya kazi yake na hosi yake. Na kama huyo mtu anaomba, inawezekana kiwango cha maombi alichoomba hakitoshi kufungua mlango wa hosi yake na biashara yake na mema kuchilia hilo eneo. Isaya sura ya 62 mstari wa 6 na wa 7. Isaya 62 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoifanya imara Yerusalemu na kumfanya kuwa sifa duniani, na kumfanya kuwa sifa duniani. Nataka msikilize vizuri. Biblia inazungumza juu ya walinzi ambao Mungu aliwaweka kwenye jiji la Yerusalemu, na aliwaweka kwenye ile jiji kuomba. Hao walinzi walitakiwa kuomba mpaka jibu limetokea. Bwana asifiwe. Anasema ambao hawatanyamaza usiku wala mchana, mpaka Bwana atakapoifanya imara Yerusalemu. Lile neno mpaka, maombi yanayoombwa hayaombi kwa kuangalia saa, yanaomba kwa kuangalia jibu. Ni kama vile Elia alipokuwa anaomba ili mbingu zifunguke. Alikaa kwenye madhabahu ya maombi. Alipoomba mara ya kwanza, alituma vijana, kaangalieni kama wingu linatokea. Walipoona wingu litatokea, alijua Mungu anayemuomba ni mwaminifu na ameahidi kujibu na atajibu. Alirudi kwenye maombi, hakukata tamaa. Alipoomba mara ya pili, akatuma vijana tena wakaangalie wingu. Walipoona halipo, alirudi kwenye maombi tena. Elia aliomba mara 7 bila kukata tamaa, mpaka alipoambiwa kuna kawingu kadogo, ndipo ndani yake akajua ya kwamba Mungu amesikia maombi yake na mvua kubwa inakuja, saa yote itanyesha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposimama kuomba kwa ajili ya hosi yako, usiombe tu dakika 2 na ukasema nimeombea sana hili jambo. Kuna kiwango cha maombi ambacho unatakiwa uachilie kwenye madhabahu ya maombi. Omba kwa msigo mpaka umeona jibu limetokea. Kama jibu haijatokea, usitoke kwenye madhabahu ya maombi. Sasa Mungu tunayemuomba ni mwaminifu, anajibu na majibu yako yako tayari. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuangalie na kitabu cha Isaya, alafu tuangalie jambo la pili. Isaya 54. Isaya 54
mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeacha ni wengi kuliko watoto wake aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako, na uyatandaze mapazia ya maskani yako. Bwana asifiwe. Tuishie hapo. Ule mstari wa kwanza, Mungu anazungumza juu ya watu wawili. Anazungumza juu ya mtu aliyetasa na mtu asiyezaa. Na hawa wote wawili walikuwa hawana watoto. Walitakiwa kuwa na watoto, lakini kwa bahati mbaya hawakuwa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na hawakuwa na watoto kwa sababu ya hali ya utasa waliokuwa nayo. Na utasa kibibilia, maana yake ni kudumaa. Utasa maana yake ni kutokustawi, ni kutokufanikiwa. Sasa unisikilize. Unaweza ukawa sio tasa kwa maana ya uwezo wa kubeba mimba, lakini unaweza ukawa tasa kiuchumi. Na tuna watu wengi sana ambao maisha yao yamedumaa, kazi zao zimedumaa, miradi yao imedumaa. Kuna hali ya utasa kwenye maisha yao. Hakuna kinachozalika, hakuna wanachofanya kinafanikiwa. Na ukijikuta kwenye maisha ya namna hiyo, usije ukafika mahali ukaanza kunyoshia vidole watu. Biashara yangu ameroga fulani, mchawi wangu ni fulani, mbaya wangu ni fulani. Na ukakaa chini unaanza kulalamika. Malalamiko siku zote hayajawahi kuleta majibu, hayajawahi kukufusha hata siku moja. Yabesi alipojikuta kwenye mazingira kama hayo, hakulalamika, hakunyosha kidole. Maandiko yanasema alimlingana Bwana. Maana yake aliomba kwa mzigo. Alijua hata angelia machozi yake hata mfusha, hata angelalamika malalamiko yake hatamsaidia. Yuko Mungu peke yake anayeweza kumsaidia. Na alipoomba kwa Mungu, vile vikwazo vikavunjika na mema yakamchilia kwenye maisha yake. Na asubuhi ya leo tunapoenda mbele za Bwana, haijalishi mahali gani umezuilika, mahali gani umefungwa kiuchumi, mahali gani umefungwa kwenye biashara, yule Mungu wa Yabesi atajibu maombi yako, ataondoa kikwazo chako, na mema yako ikakuchilie kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unaelewa sema amen. Jambo la tatu aliloomba Yabesi. Jambo la tatu, omba mkono wa Mungu usimame na wewe katika maisha yako. Omba mkono wa Mungu usimame na wewe katika maisha yako. Omba mkono wa Mungu usimame na wewe katika maisha yako. Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 10. Biblia inasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Kwa ajenda ya tatu aliyoomba, mkono wa Bwana uwe pamoja naye. Unisikilize vizuri. Tunapozungumza juu ya mkono wa Mungu, hatuzungumzi juu ya kiganja chenye vidole vitano. Tunapozungumza juu ya mkono wa Mungu, tunazungumza juu ya uweza wa Mungu na nguvu za Mungu za kututoa tulipokwama kimaisha. Ni mkono wa Mungu na nguvu za Mungu za kututoa tulipokwama kimaisha. Kanisa, kati ya jambo ambalo hauwezi kwepa kwenye maisha ni mikwamo ya kimaisha. Na kuna wakati tunatumia maombi, na tunatumia elimu zetu, na tunatumia juhudi zetu ili kutoka kwenye mikwamo ya kimaisha.
lakini kuna aina ya mikwamo. Shughuli zetu haziwezi kutusaidia, vyeti vyetu haviwezi kutusaidia, uwezo wetu umefeli. Na ukifika kwenye mazingira kama hayo, umejaribu kutumia cheti, hakijakusaidia. Umetumia elimu yako, haijakusaidia. Mazingira kama hayo, jua ya kwamba unahitaji mkono wa Mungu uingilie kati kukutoa mahali umekwama. Kuna wakati wana wa Israeli walikutana na changamoto ngumu maishani mwao. Walipojaribu kutumia uwezo wao haukuwasaidia. Baadaye Mungu akasema, hata mngekaa mara 100, uwezo wenu usingewatoa hapa. Mlinihitaji mimi Mungu ili niweze kuwatoa kwenye changamoto yenu. Tusome huo mstari kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kutoka ile sura ya 3 mstari wa 19 na wa 20. Kutoka 3:19 na 20. Biblia inasema, nami nitanyoosha, nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitanyoosha mkono wangu na kumpiga Misri kwa ajabu zangu na kwa ishara nitakazozifanya, kisha baadaye atawapa ruhusa. Sasa unisikilize vizuri. Mstari wa 19 na mstari wa 20 yote inazungumza juu ya mkono, lakini mstari wa 19 anazungumza juu ya mkono wa mwanadamu, yaani uwezo wako na nguvu zako. Anasema huyo mstari wa 19, nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, hata kwa mkono wa nguvu. Huu mkono wa nguvu anaozungumza kwenye mstari huu, hazungumzi mkono wa Mungu. Anazungumza juu ya uwezo wetu, juu ya nguvu zetu na juu ya elimu zetu. Uwezo wa kibinadamu wa kufanya mambo ndio anaozungumza hapa. Sasa wakati Mungu amempa maelekezo Musa kumwendea Farao ili awape ruhusa watoke, wao walijipanga wakaenda kwa uwezo wao. Walipojaribu kuomba kibali cha kutoka, Farao alikataa. Wanasema, siwezi kuwapa ruhusa mtoke. Mstari wa 19 ni uwezo wao. Ule mstari wa 20 Mungu anasema, bali nitaunyoosha mkono wangu uingilie kati mahali ambapo uwezo wenu umeshindwa, nguvu zenu zimeshindwa, juhudi zenu zimeshindwa. Nitaunyoosha mkono wangu na kuwatoa kwenye mikono ya Farao. Maana yake mahali ambapo uwezo wako umeshindwa ni ishara kwamba unahitaji uwezo mkubwa kuliko. Uingilie kati hali yako, uingilie kati mapito yako na ukutoe ulipokwama kimaisha. Nisi kama mnanielewa. Amina. Kanisa, Bwana asifiwe. Amina. Sasa unisikilize. Mkono wa Mungu sio tu kwamba unatutoa tulipokwama kimaisha. Mkono wa Mungu unatuwezesha na unatufanikisha. Mkono wa Mungu sio tu kwamba unatutoa tulipokwama, lakini pia utakuwezesha na utakufanikisha kimaisha. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya 29 naelekea mwisho. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 12. Biblia inasema, utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kutukuzwa na kuwezeshwa wote. Nachotaka uone ni kwamba utajiri sio kitu kinachotolewa kwa nguvu za mwili. Utajiri ni kitu kinachotolewa na Roho.
matajiri wakubwa wote duniani, utajiri walionao ni kwa ufadhili wa roho fulani. Kuna roho inayofadhili maisha yao. Na sisi tuliookoka wa Kristo tuna ufadhili wa kiroho unaofadhili maisha yetu. Biblia inasema utajiri na heshima vinatoka kwako. Mungu ambaye ni roho ndiye anayetoa utajiri na heshima. Na anasemaje? Mkononi mwako kuna uweza na nguvu. Tunapozungumza juu ya mkono wa Mungu sio mtupu. Ni uweza wa Mungu na ni nguvu za Mungu. Na kazi ya mkono wake